Haleluya. Leo ni siku yetu ya 8. Mungu ametusaidia. Mameme zako hata sasa Bwana ni Ebeneza. Amen. Yes, tunajifunza somo linalosema dhana ya nguvu za Mungu. Dhana ya nguvu za Mungu. Dhana ya nguvu za Mungu. Ndio. Na tuliangalia siku ya 7. Tukawa tunaona nguvu za Mungu ni nguvu za kushindana. Nguvu za Mungu ni nguvu za kushindana. Na tukaangalia mifano kadhaa kwenye Biblia ambayo watu wa Mungu walitumia nguvu za Mungu kushindana kupata mpenyo kwa ajili ya maisha yao. Tuliona mfano wa Yakobo na Esau pamoja na malaika. Tukaona Yakobo alivyokuwa amebarikiwa, lakini akazitumia nguvu za kushindana. Ile kwamba umebarikiwa haimaanishi mambo yatatokea kirahisi. Ukiwa na MB unahitaji kudownload mwenyewe. Amen. Kwa hiyo kuna process, kuna mchakato, kuna kushindana ili mambo yaonekane. Na nguvu za Mungu ndani ya mwanadamu zinamsaidia kushindana. Lakini tuliona mfano mwingine, tuliona mfano wa Paulo, mapingamizi kwa Paulo. Mapingamizi kwa Paulo. Mapingamizi kwa Paulo tuliona Wakorintho wa kwanza 16 sura aya 9. Wakorintho wa kwanza 16 aya 9. Paulo anasema nimefungulia mlango mkubwa wa kufaa sana, lakini wako wengi wanipingao. Kwa nikakwambia kila mlango unapofunguliwa, tukisema mlango kwa lugha ya kiroho, Kiswahili cha kawaida tunasema fursa. Fursa ndio mlango. Kuna kitu nataka kitokee, kizaliwe, uingie kwenye majira mapya ambapo Mungu anatamani akupe kitu. Aidha ni kazi, unataka kupata kazi, au ni mtaji, au ni ndoa, au ni uzao. Hayo ni malango kwenye ulimwengu wa roho. Haleluya. Ambayo hayo kila wakati unapokuwa kwenye mlango, Biblia inaonyesha ya kwamba kuna mapingamizi. Kuna anaokupinga. Maanake mlango ufunguliki kwepesi. Unahitaji nguvu za kiroho kupambania mlango wako. Mwambie wenzako, kupambania mlango wangu nahitaji nguvu za kiroho. Haleluya. Angalia tena Wathesalonike wa kwanza 2:18. Wathesalonike wa kwanza 2:18. Wathesalonike wa kwanza sura ya 2 aya 18. Wathesalonike wa kwanza sura ya 2 aya 18. Nikizungumzia mfano wa Paulo alipokuwa anapingwa. Wathesalonike wa 2 sura ya 2. Wathesalonike wa kwanza, Wathesalonike wa kwanza sura ya 2 aya 18. Ndio, tumefika. Anasema, kwa hiyo tulitaka kuja kwenu, na mimi Paulo, mara ya kwanza na mara ya pili, na shetani akatuzuia. Tulitaka kuja kwenu mara ya kwanza, mara ya pili, shetani akatuzuia. Kwa hiyo mnisikilize kabisa. Paulo anasema, anawaambia Wathesalonike kwamba ndani yangu Mungu amenipa chakula. Kuna kitu Mungu amenibebesha kwa ajili yenu. Nilitaka kuja kwenu niwape. Kuna sehemu nyingine pale anasema nilitaka kuja kwenu niwape karama za roho kwenye Warumi, na nikazuiliwa. Wathesalonike anaweka wazi ya kwamba nataka kuja kwenu, shetani akanizuia. Sasa shida sio kwa Paulo. Mnisikilize. Paulo hana shida. Paulo alizuiliwa hasara kwa waliokuwa wanamtegemea. Waliokuwa wanamtegemea ndio waliingia hasara. Kuna mtu Mungu anaweza kumtuma ni mume wako akazuiliwa. Kila wakati unaomba, lakini akazuiliwa. Sio kama Mungu hajajibu. Mungu amejibu. Tayari kwenye ulimwengu wa roho una majibu yako. Lakini Biblia inasema aliyemtuma kwa ajili yako, anamtaji kwa ajili yako, ana mawazo kwa ajili yako, atakupa connection. Ni mtu sahihi kwa ajili ya maisha yako, au amekuletea fedha kwa ajili yako, au ni mtu ambaye anatenda kwa ajili yako. Biblia inasema shetani anamzuia.
Yeye hana hasara aliyezuiliwa, ila wewe uliokuwa unamtegemea ndio unaingia hasara. Hawa watu wa Tesalonike ndani yao kuna chakula ambacho Mungu alikuwa amewekeza Paulo, lakini shetani akaweka uzio kama uende. Wala wanasubiria, wanapiga magoti, wanaomba, shetani amezuia. Na ndio kitu kinatokea watu wengi, unaomba kila unakaribia kupata kitu kwenye ulimwengu wa roho, shetani anazuia. Na wewe unaanza kumlaumu Mungu. Kama Danieli alipokuwa naomba, aliposoma vitabu akagundua kuna siri ilifichwa, akaanza kuomba. Biblia inasema maombi yake yakazuiliwa kwenye anga. Mkuu wa Wajemi, roho yule atendee kazi kwaona kwasi, mkuu wa anga akazuia. Ameomba. Msikilize, kilichomsaidia Paulo ni nguvu za kiroho, kwa sababu aliendelea kuomba, hakuchoka, hakukata tamaa. Biblia inasema tusikate tamaa. Hata sasa hatujaomba bado. Kwa nini? Kwa sababu nguvu za kiroho asinyamazi. Kama kuna kitu cha maisha yako, kama kuna hatima yako imeshikiliwa na mtu fulani, nguvu za kiroho zitakuhimiza, utaendelea kububujika. Unasema mbona nimemaliza maombi ya mfungo siku 7, mbona siku 3 zimeisha, lakini bado unajisikia ndani yako kuendelea kuomba, kwa sababu nguvu za kiroho zinakupa kuendelea kupambana mpaka kitu kitokee. Bahati mbaya wewe tukishaomba hivyo sema nimechoka. Biblia inasema Yesu pale msalabani alichoka, malaika wakampa nguvu za kiroho, wakamtia nguvu. Kazi ya nguvu za kiroho ni kukupa kapasiti, uwezo wa kuvumilia na kuhimili mikiki, ili uendelee kupambana, matokeo yaonekane. Danieli kama angeomba siku 2-3, Mungu alikuwa ameshamjibu, lakini majibu yake yamezuiliwa. Kwa kadri alienda kuomba, nguvu za kiroho zikatibuka, zikaongezeka, mapambano yakaenda, akaruhusu malaika kuingilia kati. Biblia inasema Mikaeli akapiga vita, akamruhusu malaika wa taarifa Gabriel, niambia nenda kampe majibu, mimi nibaki na pambana huu jamaa. Kwa sababu gani? Consistency in prayer brings victory. Mwendelezo wa maombi unaleta majibu haraka. Maandiko yanasema kwenye Matendo ya Mitume sura ya 6 ya kwamba wanafunzi wakadumu katika kuomba, ili kitu kitokee. Something should happen. Kitu lazima kitokee. Usichoke mama, usichoke binti, hakikisha kitu fulani kimetokea. Sema haleluya katika jina la Yesu. Usikate tamaa, pambana. Kazi ya nguvu za kiroho ni kuhakikisha wanaokupinga wanaondoka, marafiki wabaya wanaondoka, wakupinga wanaondoka, wanaokuletea vitu vya kupiga hasara wanaondoka. Kazi ya nguvu za kiroho ni kukusustain, kukupa nguvu za kushinda mpaka jambo fulani litokee. Unaomba siku 2 unasema kama ni hivi. Pana, upaswa kuchoka, unapaswa endelee na safari. Keep on going, keep on moving. Endelea kutembea, endelea na mwendo wako, usichoke mama. Israeli walienda, walipofika kwenye ile jangwa wakakutana ukame, wakakutana njaa. Waliochoka wakwenda Kanaani walifia jangwani, lakini hapo karibu na Yoshua ambao walisema hapana, hata kama kuna majitu tunayaona, lakini wao ni chakula kwetu, lazima tuende. Hata kama kuna vita, maadamu kuna fursa lazima tende. Akasema haya majitu, hawa changamoto, wanaonistaki kazini, wanaonisemea mabaya, wanaosema siendelee mbele, akasema hapana, hao ni chakula kwetu mwanangu. Nisikilize, kila mahali penye utajiri kuna changamoto, kila mahali penye hasara kuna majitu. Lazima upambane na majitu ili ule hasara. Sema katika jina la Yesu. Ora pakasata mama. Kila mahali penye majitu kuna hasari. Kila mahali kwenye majitu kuna hasari. Usifikiri kuna mahali kuna hasari ni paradise. Mahali ambapo kuna dhahabu, kuna sehemu unahitaji mitambo mikubwa
ya kupasua miamba. Hakuna kitu kiepesi. Unataka kwenda mahali pa juu, uwe na hakika utazuiliwa. Utakutana majitu ya namna hii. Hesabu 13 na Hesabu 14. Kalebu na Joshua akasema Bwana, hatufii jangwani hapa. Biblia inasema wale ambao hawakuamini, Biblia inasema Mungu akasema hawa hamtaniamini hata lini. Wote walifia jangwani, Kalebu na Joshua, kwa sababu walikuwa na nguvu za kiroho za kupambana. Biblia inasema walikuwa na roho nyingine, walikuwa na Roho Mtakatifu ndani yao, walikuwa wameweka akiba ya maombi ndani yao. Wakaona majitu namna hii hawakutushika, akasema uvuli uliokuwa juu yao umeondolewa. Ile nguvu tuliyokuwa tunaiona haitawahi kuwepo, hiyo nguvu haipo. Hiyo kitu tunaoona haipo. Twende mbele katika jina la Yesu Kristo. Manda makosha kata mosha kapasapa. Ni swala muda. Wewe kutonaona haujawahi kuwepo, ila wewe ndio unaona. Hiyo bahari unayoiona haijawahi kuwepo, ila wewe ndio unaiona. Kwa Mungu yote yanawezekana. Palipo na Roho wa Bwana hakuna kinashindikana. Palipo na upako hakuna kinashindikana. Palipo na nguvu za Mungu hakuna kinashindikana. Nguvu za Bwana zinasaga saga, zinavunja vunja, zinaharibu haribu, zinatengeneza njia mahali pasipo na njia. Endelea katika jina la Yesu. Haona utaona tena kwa jina la Yesu. Sema amen katika jina la Yesu. Kapa. Paulo anasema nataka kuja kwenu, wakanizuia. Inawezekana kuna mtu ana mtaji wako, kila wakati anazuiliwa ujui. Na mtumishi mmoja akawa anatoa ushuhuda. Mtu mmoja tajiri, Mungu akamwambia atoe fedha kwa ajili ya mtumishi, fedha nzuri tu. Lakini yule jamaa kila akitaka kutoa fedha ile anapata changamoto. Shetani anajaribu kumzuia asitoe hela kwa mtumishi yule. Na naomba Mungu ameshakuja jibu. Biblia inasema yule mtumishi anasema akaona maono. Yule mtumishi, yule jamaa tajiri anamletea hela, lakini anaona shetani anamletea ugonjwa, anaumwa huu. Kuna vitu Mungu ameshakupa vimezuiliwa na hujui. Akaingia kwenye maombi. Yule mtumishi akamwombea yule jamaa. Alipomwombea anaenda dakika chache akampigia simu, na sadaka yako, na sadaka yako. Lakini alikuwa amezuiliwa. Zakana kabisa umeomba, nataka mchumba. Kijana anakujua, anakufahamu. Kila wakati anashangaa, anawekewa chuki, amezuiliwa. Akikuona ni kama hakuoni. Akuona ni kama hakuoni. Paulo hana shida, Paulo amezuiliwa. Lakini angalia hasani kwa wale ambao walikuwa wanamtegemea. Kama Petro angekufa, kanisa lingekuwa na hasara. Kwa usitake na aliyezuiliwa kwamba huyu kazuiliwa. Wewe unaweza kuwa hapo naomba, kitu chako kwenye marango kimepingwa, kimezuiliwa. Pana sema mara ya kwanza nalizuiliwa, mara ya pili nazuiliwa. Na anaweka waza sema shetani sio mwingine. Shetani mwenyewe anaweka zuio. Na watu wengi wanapiga maktai. Kumbe tu ilikuwa ni kitu kidogo tu maisha yako yabadilike. Kitu kidogo tu upate kazi, kitu kidogo tu ufaulu, kitu kidogo tu upate karo, huduma yako inuliwe. Kuna mtu alipaswa kutambulishe mahali, akutambulishe. Mnisikilize. Wakati mwingine watu wa Mungu anawatuma sio tu kukupa fedha. Kujuana na mtu fulani ni utajiri tosha. Mtu fulani kujuana naye, au kuwa kwenye maisha ya mtu fulani, mlango wako umefunguliwa. Mimi kuna watu niwajua, ndio wamenitoa kwenye maisha, kuwajua tu na kuwafahamu na kuwa na ushirika nao. Mungu ameinua watu. Biblia inasema atainua watu kwa ajili yako, kabila za watu for you, kwa ajili yako. Wale watu wanaletea vita hajui, ni kwa sababu hawataki huyo mtu apite aingie kwenye maisha yako. Na huyo mtu ameshika hatima yako. Unaweza kuwa na kipawa tu, unahitaji mtu tu akupeleka mara kutambulisha, ukajulikana amemaliza. Wamezuiliwa wote. Mnisikilize, nilikuwa mfano mmoja. Kuna mdogo wangu, nadhani kama wa 6. Nyumbani tuko wengi sana. Kama wa 6.
alikuwa kidato cha 6, hakufanya vizuri, alipata 3. Sasa ilipaswa hiyo 3 asingeenda chuo kikuu, kwa akaopa kuna diploma. Mzee kipindi kile alikuwa hana hela. Maana wakati mimi nimeoa na mimi nilikuwa sikuwa na hela. Mdogo anakuja chuoni, hana ada, hajui chochote afanye nini. Amekaa nyumbani. Baba kule ameshalia, pressure imepanda. Mtoto hajui mwelekeo, maisha yake yanaharibika. Sikiliza. Kisha tokea Mungu akanikumbusha. Una rafiki yako ulikutana naye chuo kikuu, alikuwa lecturer. Mtafute. Tamtafuta. Nikamwambia, rafiki yangu, kuna kitu kimoja. Kuna dogo hapa ana ada, na mimi sina kitu. Mzee hana kitu. Hebu angalia. Unajua aliniambiaje? Mwambie aanze chuo. Mwambie aanze chuo. Akamlipia miaka 3 chakula, ada. Dogo amemaliza chuo. Mnisikilize. Mzee ananiheshimu sana. Sio kwa sababu nilitoa hela. Nilimpa connection dogo. Kupitia mimi dogo amepata maisha yake. Mnisikilize. Kuna watu na wahitaji tu. Na hao shetani hataki tu, hataki. Unawezekana kabisa kijana, kuna binti tumbo lake linabeba wakuu wa nchi. Kila ukimwona unaona tu hafai. Mungu anakuambia chukua huyu. Wanasema nataka yule mlembo. Haya, anakuambia chukua huyo. Shetani anazuia. Baada ya miaka kadhaa, shangaa yule mama bibi fulani ambao ungemwoa mtoto wake ni rais. Unaanza kusema ningelijua ningemwoa, ningelijua ningeolewa naye. Kitu gani kimetokea? Umezuiliwa. Bwana asifiwe. Hivi ndio vitu vinasababisha watu maisha yetu yaharibike, na wakati angekuwa bora. Hauhitaji tu nguvu sana. Kuna kitu, kuna code, kuna password unahitaji kufanya hivi tu. Maisha yamebadilika. Kubadilika kwa maisha yako ni siku moja, dakika moja. Kubadilika kabisa siku moja tu. Siku moja maisha yako yamebadilika kabisa. Na hivi vitu Mungu anafanya. Wapendwa, Mungu anaona maombi yenu. Biblia anasema anatuwazia mema, kutupa tumaini siku zetu za mwisho. Kwenye hatima zetu, kwenye vita zetu, anatuwazia mema kutufanikisha. Lakini shida ni nini? Kwa nini tuko hivi tulivyo? Kuna mambo mahali hajakaa sawa. Lazima hapa kitu akijakaa sawa, haiwezekani. Ukisoma Biblia anasema ameheshimu ahadi yake kuliko jina. Kila kitu anachokutabiria, anachokiandika kwa ajili yako ni ahadi. Kama shakaba. Lakini watu wengi maisha yetu yameharibika. Na wakati ni dakika moja tu maisha kubadilika. Ni kitu kimoja tu. Mnisikilize, kuna watu hapa wana mawazo ya biashara kabisa. Amekosa mshauri tu wa kumuonyesha mikakati. Mshauri tu. Halo, mnisikilize. Kuna watu wanabadilika kupitia watu wengine. Kuna watu wanajua vitu kupitia watu wengine. Lakini Biblia inasema shetani alizuia. Unafikiri kwa nini alizuia Paulo? Alikuwa ana shida na Paulo kumpiga mawe, kumuua Paulo? Alikuwa ana shida na Paulo? Alimzuia kwa sababu Paulo alibeba kitu kwa ajili ya watu. Soma Bible. Paulo kwenye Bible alisaidiwa na watumishi wawili ambao ndio alimtambulisha kwenye mwili wa Kristo na kukubalika. Anania alikuwa wa kwanza, lakini Barnaba alikuwa wa pili. Na Barnaba alikuwa na roho ya kichungaji. Alimtetea Paulo mbele ya watu, akamtambulisha kwa watu wengine. Unahitaji
wanahitaji watu. Yesu anasema anatuma kabila za watu. Ni nini? Tunazuiliwa mambo mengi. Unajua, nashangaa, unaweza kuwa hapa nasema hivi, alafu kuna mtu hapa, yani ulizuiliwa na ujui, na hapa leo unalia kila siku, alafu akiangalia mbinguni anakwambia mwanangu nishakujibu. Ndio maana wakati mwingine usiwe rahisi kumlaumu Mungu. Nisikilize, Israeli nzima ilikuwa imepigwa na Wafilisti, ikaenda mbele. Walihitaji Samsoni, mtu mmoja. Kipindi cha Gideon walikuwa wamepigwa wote, wamesarenda kwa Midian. Walimhitaji Gideon peke yake. Unisikilize, uhitaji watu wengi sana. Mtu mmoja anaweza kubadilisha maisha yako. Mtu mmoja. Ndio maana kuna watu ambao sehemu ya kuoa na kuolewa wanafanyaga utani. Hawaombi, hawatafuti Mungu, kwa sababu ndo sehemu nyingine pekee ambayo inaweza kubadilisha maisha yako totally, au ikaangusha maisha yako totally. Wangapi mnaelewa? Usiumie, ninakupa hizo kodi, uwe na hasira na ujue kwamba unahitaji nguvu za Mungu. Pigie Yesu makofi. Angalia mfano wa 4. Aisha na mambo mengi lakini nitaishia hapa. Nasikia niishie hapa. Ngoja nitaje mfano wa 4. Kuna kitu kingine nimekiacha kabisa kizuri lakini sitakisema. Angalia mfano wa kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Halo? Mwangalie mwenzako, mwambie mahali penye asali kuna majitu. Unahitaji kupambana na jitu kwanza ili ule asali. Ndio maana niliwaambia kama hujaangusha kitu huwezi inuka. Kuna kitu lazima ukiangushe ndio penye. Yesu Kristo, wakati wa kuzaliwa Yesu Kristo, Luka 2:25 hadi 27. Luka 2:25-27. Luka 2:25-27. Luka 2:25-27. Halafu Luka 36-38. Luka 2 mandara bosakata marike tabasoko sapato mandara bakoria sata. Luka 2:25 hadi 27. Na tazama, pale Yerusalemu palikuwa na mtu jina lake Simeon, naye ni mtu mwenye haki, mcha Mungu, akiitarajia faraja ya Israeli. Angalia, na Roho Mtakatifu. Angalia, anaposema Roho Mtakatifu na nguvu zake, na nguvu za Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu alikuwa juu yake, naye alikuwa ameonywa na Roho Mtakatifu ya kwamba hataona mauti kabla ya kumwona Kristo wa Bwana. Basi akaja hekalu, ameongozwa na Roho. Unaangalia mtiririko huu, ameongozwa na Roho. Na wale wazazi walipomleta mtoto Yesu ndani ili wamfanyie kama ilivyokuwa desturi ya sheria, yeye mwenyewe alimpokea mikononi, akamshukuru Mungu akisema, sasa Bwana, wamruhusu mtumishi wako kwa amani kama ulivyosema, kwa kuwa macho yangu yameona wokovu wako. Huyu jamaa alikufa vizuri. Natamani maisha kama huyu jamaa, alikufa vizuri. Unajua kuna wengine wanakufa, yaani wanakufa ukimwona kabisa amekufa, unaona kabisa amekufa na huzuni, kafa na mambo mengi huyu. Yaani sura yenyewe imejikunja, yaani hana tabasamu. Amekufa na madeni.
amekufa na ndoto haijatimia. Aise, usitamani kufa vibaya. Heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo. Mimi siko tayari kufa vibaya. Ndio maana nataka nifanye kazi ya Mungu usiku na mchana, iwe mvua iwe jua, lazima nife vizuri tu. Lazima. Sitaki. Wanipinge wasinipinge, nataka nife vizuri. Mimi jamani, Biblia inasema akamshukuru Bwana. Akasema sasa wamruhusu. Kufa ni kuamua. Jamani, sasa wamruhusu. Maana akaisema mimi sitaki kuishi tena. Hii inanitosha. Haya mema niliyaona. Sasa angalia kwenye aya 36 hadi 38. 36 hadi 38. Palikuwa na nabii mke jina lake Ana binti Fanueli wa kabila ya Asheri, na umri wake ulikuwa miaka mingi. Alikuwa amekaa na mume miaka 7. Mungu aliondoa mume wake ghafla, akabaki mjane baada ya wanawali wake, naye ni mjane wa miaka 80 na mingapi? Manake ni bibi 84. Haondoki katika hekalu ila uabudu usiku na mchana kwa kufunga na kuomba. Sasa nani? Huyu alitokea saa ile ile akamshukuru Mungu, na wote waliokuwa wakiutarajia ukombozi katika Yerusalemu akawatolea habari zake. Mnisikilize. Mwambie wenzako akili mbele, macho mbele, angalia ubaoni. Haleluya. Biblia inasema angalia, unataka kukiona. Ngoja tuende Isaya sura nadhani sura 9. Lakini nataka ni construct kitu uone hapa. Sura ya 9. Karapata basoko saba shaka sotana. Karaba shakada. Angalia 9:6. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Maongeo ya enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho kamwe katika kiti cha enzi cha Daudi na ufalme wake. Na akaendelea na kuendelea. Bwana asifiwe. Mnisikilize. Yesu kabla ya kuzaliwa, Yesu kabla ya kuja duniani, unabii miaka mingi nyuma ulishatolewa. Angalia mbele, mimi ndo nahubiri hapa. Unabii ulishatolewa. Yesu anaambiwa, anatabiriwa atazaliwa. Isaya anatabiri. Ukisoma vitabu vingi vya kinabii vimemsema Yesu wazi. Lakini sio tu, hata mwanzo yenyewe Musa amemsema Yesu. Alimsema Yesu. Ndiye atakanya kichwa shetani. Alikuwa Yesu. Alimsema kwenye mawe kwamba akaandika mzee sheria kwenye mawe. Jiwe wale kataa hashi imekuwa jiwe kuu la pembeni. Yesu alitabiriwa. Mwana kondoo, Ibrahim akaona mwana kondoo, ilikuwa ni Yesu. Kwa Yesu anakuja ulimwenguni. Tayari kila kitabu, manabii, Torati, Zaburi, zote zimeshamsema Yesu. Zote zimeshamsema. Ilikuwa ni ahadi ambayo sio nabii mmoja, manabii wengi, watumishi wengi. Mungu ameshafunua ya kwamba Yesu atazaliwa na atakuwa mkombozi wa ulimwengu, atakuwa mwokozi wa ulimwengu, ataleta wokovu, atakuwa mfalme wa dunia, mbinguni na dunia. Tasangalia wakati wa kukaribia, majira ya karibia. Biblia inaonyesha baadhi ya watumishi wawili. Mtumishi wa kwanza Simeon, Biblia inasema Roho Mtakatifu akamuonya, hautakufa mpaka umpokee kwenye mikono. Kwa nini alimwambia? Ni kwa sababu huyu aliinuliwa, kazi yake kubwa, amesubiria aidha miaka 10, 20, 30, 40. Ukusubiri kwake alikuwa anasugua magoti. Naomba unabii utimie. Huyu mjane miaka 84 anaitwa Ana,
hakutoka madhabahuni. Mungu akaondoa mume wake, akamuondoa ili awe pamoja na Kristo peke yao, awe na uhusiano na Mungu wakati wa usiku, mchana akiwa amefunga na kuomba. Anaombea nini? Anaombea unabii wa Isaya, unabii wa Musa, unabii wa Naumu, unabii wa Danieli, unabii wa Ezekieli, unabii wa Zefania, unabii wa Naumu, unabii wa kila watumishi wote. Anaombea ili unabii utumie. Yesu azaliwe, aishi, awe mkuu wa dunia, aingie pale msalabani, alete wokovu. Mungu sio mjinga. Mungu ameleta mtoto wake ambaye ameacha enzi. Ni Mungu wa 100% kabisa. Amekuja duniani. Mungu anainua watu wa kuzitafuta nguvu za Mungu usiku na mchana. Sembuse wewe uliyeahidiwa na nabii fulani. Sembuse wewe uliyepata ufahamu tu kwenye Bible, ukapata ahadi, ukapata wazo. Shetani anakushinda kukuzuia. Shetani anashinda kukuangamiza. Huyu mtu ambaye ametabiriwa na wanabii wakubwa, mnisikilize, ile kwamba umetabiriwa haimaanishi itatokea. Ile kwamba una ndoto haimaanishi itatokea. Ndio maana unaweza ukafa vibaya hujatimiza. Mungu akainua watu usiku na mchana, wanaomba. Angalia, walipoomba, Yesu alipozaliwa, vita ikainuka saa hiyo. Ukisoma Ufunuo sura 12, Biblia yule mwanamke akaenda kumzaa mtoto, yule joka akaenda kummeza mtoto. Alafu Biblia inasema nguvu za Mungu zikamnyanyua Yesu, akakaa angani na mtoto, na mke na mtoto, mama na mtoto wamekaa angani. Shetani akakasirika sana. Biblia inasema akasema, nitaenda kwa ndugu zake, maana yake warokole, watakatifu wa Kristo. Biblia inasema akawashtaki mchana na usiku, akawashtaki. Yesu aliposhinda, Shetani alipomshinda Yesu, akakasirika, akasema Yesu amenishinda, kwa sababu alijua huyu jamaa ana ndoto ya ajabu, ana ndoto ambaye akiingia pale msalabani nimekwisha. Akampiga vita. Aliposhindwa akasema nitaenda kwa ndugu zake, maana yake wewe. Biblia anawashtaki usiku na mchana. Kwa maana watu wengi sana ambao wanampenda Mungu, wasipojua siri hii, wengi watoboi, wanazuiliwa, kwa sababu kazi Shetani mpaka kipindi hicho amekasirika, lazima apambane na wewe. Yesu mwenyewe vita yake ilikuwa kubwa, akataka kuuawa akiwa mtoto, hata jitambui. Ya maombi ya watumishi walioomba usiku na mchana, ile nguvu waliowekeza miaka mingi, upako uliokuwa naomba leo, upako unahifadhiwa kesho, anapanda mbegu. Ile nguvu za kiroho zikawa accumulated, ziweza kusaidia mtoto asiuawe. Angalia nguvu zinazokifanya. Wanawake wanaenda, mfalme anamwambia amenipa taarifa, wanamdanganya. Watu wengi ndoto wanadanganya. Walifanya kila njia mtoto akaenda Misri alishatengenezwa mazingira tayari. Nini? Maombi yanaweza kutengenezea kizazi chako kijacho kisiharibike. Narudia, maombi unayoyaona leo unafikiri ni ujinga tu, pumbavu tu, unasema huyu mlokole tu anapoteza muda. Ujue unaweza usipate hela wewe akapata mjukuu wako, unaweza usipate hela wewe akapata mtoto wako akakufuta machozi. Pigia Yesu makofi sio kama leo. Mungu hamwachi mtu anayemtafuta kwa moyo, hajawahi kumwacha, ni swala la muda tu. Hakuna mtu aliyewekeza kwa Mungu akapata hasara, hayupo, sijai kumuona. Kuwekeza kwako kutafuta nguvu za Bwana. Unaweza kuwa unalaumu Mungu tu, ila Mungu kama shana atakushinda wewe, pambana tu. Kuna kitu Mungu atapenyeza, kuna kitu kitapenyeza kwa watoto wako, kitapenyeza tu, kitapenyeza. Ndio maana maombi haya akina Ana waliomba, hawakujua, walikuwa wanaminika maombi, lakini saa ilipofika Mungu hakuwaondoa kabla ya kuona walichokuwa wanakiombea. Ndio maana usife mpaka umeona kile ulichokiombea kimetokea, kile ulichowekeza kitokee. Na kuombea usife vibaya, ufe
useme sasa, naweza mruhusu mtumishi wako aondoke kwa amani. Unafurahi. Hata ukifa unasema kwa kweli, nikiangalia uzao wangu, watoto wangu hawa wote wana akili, watoto wangu hawa wote wanaeleweka, hakuna mtoto asiye na maana. Unakufa vizuri. Kina hakuna kitu kibaya ndio wafikisha miaka 60, 50, watoto wako wanatafuta kukuua wenyewe. Nisikilize. Hakuna mtu aliyeweka wekeza kwa Mungu, kutafuta nguvu za Mungu, akaishiwa kwa hasara. Hayupo. Amini tu. Wewe endelea kufanya ninachokuambia, utaona. Mimi rafiki, akina Petro kama wangejua kwamba kuwekeza maombi kulituzaa sisi leo. Unajua Paulo alikuwa anafikiri anahubiri, anaenda huku, anajua labda hakuna mtumishi mwingine atafanya nini. Kumbe alijua kuwekeza kwake Paulo leo ndo sisi tunatembea Tanzania. Hakuna mtu aliyewekeza kwa Mungu. Inawezekana ikawa miaka mingi. Hao watu waliwekeza maombi muda mrefu. Shetani, nguvu za kiroho hakuweza kushinda. Alipanga mipango mingi. Nguvu za kiroho ni nguvu ambazo zikikaa mahali lazima zizae matunda. Pigia Yesu makofi. Mnisikilize. Hakuna kitu cha Mungu kinapaswa kizaliwe bila nguvu za Mungu. La sivyo utaambulia patupu. Kwani kuonyesha kitu. Watu wakuu wote Mungu aliwapaka mafuta ili wazaliwe. Yesu alizaliwa na Roho Mtakatifu. Sio hivyo tu. Mariamu alitokewa na Mungu kupitia malaika. Akaambiwa utakuwa na mtoto, akamweleza. Biblia inasema akamuuliza itakuwaje jambo hili? Akasema nguvu za Mungu zitakushukia. Zitakaa. Aliposhukiwa, Mariamu akaanza kutabiri. Sio hivyo tu. Yule aliyemzaa Yohana Mbatizaji, Elizabeth, alikuwa tayari naye na mtoto. Yule alikuwa hajashukiwa na nguvu za nani? Za Mungu. Yule dada alipoenda kwa Elizabeth, Biblia inasema akazungumza naye, kitoto kalia tumboni, akajaa Roho Mtakatifu. Unaona? Ni kwa sababu chochote cha Mungu ili kizaliwe kipenye kinahitaji nguvu za kushindana. Yohana Mbatizaji alishinda. Yesu alishinda kwa sababu wote walijaa nguvu ndani yao. Yuko hapo upako wa kuwavusha. Nguvu za Mungu ni nguvu za uzalishaji. Ndio maana nisikilize. Ukiwa na upako wa Mungu, ukiwa na nguvu za Mungu, ukigusa kidogo tu kinapenyeza. Yakobo alipoenda kwa Labani, amepiga mifugo. Labani kama akaanza kushangilia. Akasema ise, huyu jamaa yake fuga mifugo yake. Mifugo ya kwake ndio inapendeza tu, ndio inazaa tu. Labani akashangaa, akamnyang'anya, akamwambia haina shaka. Natenganisha kati ya kondoo na mbuzi wangu na kwako. Madoadoa sio na madoadoa. Biblia inasema wale ambao alichagua Labani wakawa wananenepa kuliko wa Labani. Yakobo aliyewachagua kwake wakawa wananepa, wanaongezeka, wana afya kuliko wa Labani. Kwa nini? Upako. Nguvu za Bwana, nguvu za Mungu zinaongeza jambo, zinazalisha jambo, zinafanya roho iwe bora. Excellence, ubora unatokana na nguvu za kiroho. Sio hivyo. Yusufu alipoenda kwenye nyumba ya Potifa, kila kitu kikawa sawa sawa. Mpaka Potifa akasema, tangu jamaa aje nyumbani kwangu, mambo yangu yote yananeemeka, vitu vimebarikiwa, mambo yanaenda. Ile shamba ambalo lilikuwa litoi mbegu sasa hivi linatoa mazao, linatoa. Akashangaa kila Yusufu anachokigusa kinatembea. Lakini nilikwambia nguvu inavuta kila kitu. Na mke wa Potifa naye akavutiwa. Nguvu ni sumaku ya kuvuta. Ndio maana lazima ukishakuwa na nguvu namna hii ujichunge sana. Sumaku inavuta vyuma chakavu. Piga Yesu makofi mengi. Nguvu inavuta kila kitu. Bwana asifiwe. Inavuta kila kitu.
Mwamini niko makini sana. Naelewa. Sema amen. Sema amen. Yusufu naye nguvu ikavuta mwanamke. Nasema pumbavu wewe. Nisikilize, unajua kuna watu wa shamba. Unaona kabisa mtu anaenda mbali. Kijana amependeza, anajielewa, kijana anajiwekeza, anaweka akiba, kijana anaeleweka, unamtamani. Wewe ni shetani. Wewe ni shetani. Kwa sababu ukimtamani maana yake umemharibia. Wewe nini? Mnisikilize. Na hapa naongea watu ambao wana tamaa za kijinga. Ukimwangusha aliyebarikiwa, laana inakuja kwako. Sio kama mnanielewa. Baraki alipomwalika Balamu kwamba amlaanie wana wa Israeli waliobarikiwa, Biblia inasema Balamu huo mtego akaukataa. Anasema siwezi nikalaani waliobarikiwa. Kwa sababu nitapitaje kwenye mpaka wa neno? Maana mtu yote ambaye Mungu amemuinua kwa ajili ya watu wengi, kwa ajili ya kuleta watu wengi, usimguse. Usifanye kosa hilo. Na washangaa unaweza kuwa mtumishi wa Mungu anakuhubiria unapenda, mwimbaji anaimba unauguso, alafu baadaye unamtamani. Una matatizo. Wewe unafikiri upaka na upata kwa sababu analala na wanawake? Ni kwa sababu anajichunga na wanawake. Ndio maana unaona unapata unachokipata. Siku ukimwangusha unachokipata ukipati. Chunga kama una tabia, tafuta majambazi, acha watu wa Mungu. Imeenda hiyo. Imeenda. Piga Yesu makofi ya shangwe, haleluya. Jamani, nahubiri neno kutokea kwa Yusufu. Nisiraumiwe. Jamani, msinilaumu. Punga mkono. Msinilaumu. Haleluya. Piga Yesu makofi. Sasa angalia. Lakini nataka nikuonyeshe. Biblia inasema Yusufu akaingia gerezani. Nataka nikuonyeshe nguvu za Mungu zinaweza kukuletea mtu ubora wa ajabu. Akaingia gerezani. Jamaa akaenda huku na huku, kaota ndoto. Farao akatafuta majibu, waganga hawakuweza, wachawi hawakuweza, kila mtu hakuweza. Lakini Yusufu alishaanza ndani yake ana roho wa Mungu. Macho yake anaona, ana ufahamu, ana akili, ana nuru, ana hekima. Akawatafsiria wale watu ndoto. Mmoja akamkumbuka mwingine, wote wakamsahau. Lakini mmoja akasema, ambaye aliishi, yule mwingine alikufa. Akasema kuna mtu kwenye gereza mne. Yule jamaa ni kiboko yao. Mimi anitoa kule, ndo anitoa. Kwa hiyo mtafute. Akaja. Twende Yusuf pap gereza. Twende na kikaptura chake na vingo vyake vyekundu. Tembea hivi. Aisha jikatia tamaa. Ajiona kabisa mimi sio kitu, sio chochote, nimeshakwisha. Unahitaji upako tu, unahitaji upako tu, unahitaji upako. Katika jina la Yesu. Upako hujai kumwacha mtu kawaida. Unaweza kuonekana leo huna kitu, nguo yenyewe unavaa moja, unabangaiza, uone mbele, ila una nguvu za Mungu. Ni jambo la muda, ni swala la muda, ni swala la muda tu. Ndio kwenye gereza tu anatembea zake. Akafika pale. Tuambie. Jamaa alivyo master. Kwanza kama hadisia ndoto yote aliyoota. Yote. Alafu akamwambia ndoto hii inamaanisha hivi. Alafu anampa na ushauri. Kuna watu wenye akili dunia hii. Yaani sio tu kukwambia, anakwambia, anakuonyesha, anakupa ushauri, anakupa mikakati. Ukipata watu hao serikali inatembea. Iya basi anaona, anatoa ushauri, anatoa mikakati. Anamwambia ndoto yako inamaanisha hivi. Miaka 7 ya njaa. Miaka 7 ya shibe. Sasa usione wanakupenda leo, wewe wavuruge tu. Mwambie mfalme wanakupenda. Kuna mabaya yajaja huko mbele. Leo wanakupenda, ukivuruga tu unachukiwa. Kwa hiyo sasa mfalme miaka 7 tumia akili, acha uzezeka. Fanya hivi. Miaka 7 weka chakula kingi sana kwenye magala. Alafu tafuta watu. Angalia hicho kisema, tafuta watu wenye akili na hekima. Sio mazuzu. Sio mazezeta. Sio ndondocha.
watu wenye akili na hekima. Mnisikilize, mtu yote anayepaswa kuongoza anapaswa awe na akili na hekima. Sio upako tu, upako uwepo, lakini akili na hekima viwepo. Takuonyesha kwenye Bible. Akaambia uwaweke juu ya nchi, kwa maana kwa upangie mkoa. Alafu hao uwaweke kwa wasimamizi kwenye kile chakula. Kisiriwe, kisichukuliwe, kihifadhiwe. Akafa akamwambia, lakini sio hivyo tu. Wale watu utakaweka juu yake, wahakikishe 1/5 ya chakula chote kwenye nchi kinatolewa, kinahifadhiwa. Hiyo ndo theory ya kodi ndani ya nchi zote. Imetokana na Yusufu. 1/5. Kwa kama una debe 5, debe 1 hifadhi kwenye nchi. Hifadhi. Bible inasema Farao akapigwa na butwa. Wale viongozi wakapiga na butwa. Wachawi wakapiga na butwa. Waganga wakapiga, wakasema Farao akasema, tumpata wapi mtu kama huyu ambaye ana roho wa Mungu ndani yake? Huyu jamaa ana upako sio kawaida, ana upako, ana nguvu ndani yake, ana roho ndani yake. Hiyo akili sio ya kawaida, kuna kitu ndani yake sio kawaida huyu jamaa. Kuwekeza kwako sio kupoteza. Anayewekeza anazalisha baadaye. Ni swala muda. Nasema nimpata wapi kama mtu huyo? Ule ushauri ulifanya Misri iwe dunia nzima. Misri iwike duniani. Misri ilikuwa ni nchi kubwa. Enza Biblia, haikuwa nchi ya kawaida. Naona kasoma Bible, ni nchi kubwa. Mtu aliyeing'arisha Yusufu kwa kutumia akili na hekima na upako. Mwanangu, unahitaji mambo matatu: akili, hekima na upako. Unahitaji akili, hekima na upako. Ukiwa na hivyo vitatu, yani wewe tunakusubiria tu. Sio mwenzetu. Mwambie mwenzako, wewe sio mwenzangu. Mtikiza, mwambie wewe sio mwenzangu kabisa. Bwana asifiwe. Ngoja kupa habari za Danieli. Kupa habari za Danieli nimalizie. Na kupa watu ambao walikuwa na nguvu za Mungu, walikuwa na akili na hekima. Ngoja nikupe mfano hii. Hebu nisomee Mwanzo 41:38. Hizo na habari za Yusufu. Mwanzo 41:38. Hiyo ndio inazungumza. Soma Bible baadaye, soma Bible utaonyesha kabisa, inaonyesha alikuwa na akili na hekima. Haleluya. Mwanzo 41:38. Alafu nisomee kitabu cha Danieli. Danieli 5:14 na Danieli 6:3. Sasa naomba tusome ili watu waone ninachokisema. Mwanzo 41. Ndio namaliza hivyo. Nguvu za Mungu zimenikamata, wala kuondoka naona kama vitu tunaenda usiku. Vumilia tu mwanangu. Mwanzo 41:38. Ndio. Neno la Mungu linasema Farao akawaambia watumwa wake, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Rudi nyuma kidogo. Rudi kuanzia aya 34. Farao na afanye hivi tena, akaweka wasimamizi juu ya nchi na kutoa sehemu ya 5 katika nchi ya Misri katika miaka hii 7 ya kushiba na wakukusanye chakula chote cha miaka hii vyema ijayo. Wakaweka akiba ya nafaka mkononi mwa Farao, wakakilinde kuwa chakula katika miji, na hicho chakula kitakuwa akiba ya nchi kwa ajili ya miaka hiyo 7 ya njaa. Haya, soma 33. 33. Basi Farao na ajitafutie mtu wa akili na hekima, amweke juu ya nchi ya Misri. Farao na ajitafutie mtu wa akili na hekima juu ya nchi. Mwambia kiongozi hapaswi kuwa zezeta. Akili na hekima. Mnisikilize. Biblia inasema wanaume tuishi na wanawake kwa nini? Kwa akili. Nenda katafute wanawake wanaoishi na wanaume kwa akili. Wanapata ambao wana akili, wanapata shida mno. Wewe tafuta mwanamke ambaye anaishi na mwanamume alina akili. Yaani ni shida, mwanamke anatamani aondoke.
Halina akili kabisa, yani hata huko mbele hakuonyeshi. Mnisikilie, mimi kipindi nachumbia nilikuwa sina hela kabisa. Yani kana mke wangu anakubali, nampanga napanga, anapangika. Namwambia mimi nitakuwa tajiri, usione leo sina. Namwambia na mpango huu na ndoto hii. Ndio atoka hapa anafurahi, sina kitu. Akili inakaa na mwanamume anasema, jamani sina kitu, naomba hela hapo. Hana mpango. Mtu akisha, ndio maana mwanamume ni kichwa, kiongozi. Lazima una akili, hekima. Ndio sifa ya kiongozi. Hekima maana yake you can focus. Unaweza ukaona vitu mbele wengine ambao hawajaona. Unaweza ukaona kitu mbele na ukawaambia tunaenda hapa. Visions. Manisikia? Ndio Bible. Yaani Mungu mambo yake yako wazi. Sasa angalia Danieli 5:14. Nisomee. Tayari nikupe imani leo. Na hii akili aitwa wapi Yusufu? Kwa sababu alikuwa na roho wa Mungu ndani yake. Danieli 5:14. Danieli 5:14. Nimesikia habari zako. Nimesikia habari zako. Huyu nani Dario anawaambia nimesikia habari zako. Nani Belshaza, sorry. Nimesikia habari zako kwamba roho ya miungu. Angalia, roho ya miungu maana hapa najua kusema Roho Mtakatifu. Roho ya nini? Roho ya miungu. Maana yake anaje ku Roho Mtakatifu, upako huko ndani. Ndio na nimesikia kwamba upako huko ndani. Endelee. Imo ndani yako. Na kwamba nuru ya ufahamu. Angalia, akili bora. Angalia. Biblia inasema ya kwamba, unaona ana connect kwamba kwa sababu una Roho Mtakatifu, una roho ya miungu ndani yako, mambo yafuatayo lazima uonayo. 1, nuru. 2, ufahamu. 3, akili bora. Akili, excellence knowledge. Yaani akili bora. Zimeonekana kwako. Piga Yesu makofi. Zimeonekana kwako. Aya. Babeli nzima ilikuwa ikimtazama Danieli. Naambia tupate wapi mtu kama huyu? Kwa nuru, ufahamu, akili na hekima. Angalia Danieli 6:3 nikiwa namalizia. Danieli 6:3 ndio. Anasema hivi. Basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na watawala. Kwa nini alipata sifa na kuliko watawala wote na wakubwa? Kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake. Pigia Yesu makofi. Kwa sababu roho bora, excellent spirit, maana anachokishika kinatokea. Nani? Kwa nini? Kwa sababu alikuwa na roho, mafuta, upako ndani yake. Naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Hii ndo msikili, ndio maana wafalme wa zamani walikuwa na akili. Mfalme wa zamani haweki kiraza. Wafalme wa zamani walikuwa na akili. Anahakikisha anaweka watu wa maana wa kumsaidia. Yeye anasema akaazimu kumweka juu. Na ukisoma anasema ili mfalme asipate hasara. Ukiweka mazoezo unapata hasara. Unaingiza watu kwenye matatizo. Unaingiza familia kwenye kina kirefu ambacho hawezi kutoka. Mnasikiliza? Kwa nini haya yote yalionekana ndani yao? Kwa sababu walikuwa na nguvu za Mungu. Soma Bible. Soma maisha ya Danieli. Alipoenda kusoma chuo, wakampa chakula ambacho kile kilikuwa ni chakula cha kuondoa nguvu za Mungu. Alikikataa, akala mtama. Alijua kuhifadhi nguvu za nani? Hii 6 walimsingizia kwamba nini tuweke sheria, wakamtafuta kwenye utumishi wake, wakuona hana hatia, wakamtungia sheria hii kwa Mungu wake ili asiabudu, asiombe siku 30. Biblia inasema, ndio akasema, nilipo hapa sio mimi nilipojiweka. Mungu amenitetea mpaka leo. Kwa hiyo usije kafikiri kwamba
kiburi changu, msimamo wangu unapoona kama na kiburi hivi sieleweki, mimi huu msimamo ni kwa sababu najua Mungu aliponitoa. Ndio maana ukijua Mungu alipokutoa huwezi kubabaishwa na mwanadamu. Kwa sababu Nebukadneza anataka kumuua kwenye tanuru, Mungu akamvusha. Alafu anamtishia na simba. Ndio maana Danieli alikuwa na msimamo. Akamweka kwenye shimo ile la simba, akaishi. Bwana asifiwe. Lakini alihifadhi upako wa Mungu. Funika macho yako. Ninakuombea maombi haya kifupi sana. Ninakuombea upako, akili, ufahamu, hekima. Ukiwa na hayo mambo, maisha yako yanabadilika saa hiyo. Funika macho yako. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa wema wako. Ninakushukuru kwa kunigusa na kusema na mimi. Ninahitaji nguvu zako. Nahitaji nguvu zako kwa damu ya Yesu. Nahitaji hekima. Nahitaji ufahamu. Nahitaji nuru. Shika kichwa na kuombea. Na wewe jiombee. Sema, kwa damu ya Yesu nahitaji akili. Naomba hekima. Naomba nguvu za Mungu zipite kwenye akili yangu. Nuru ipenye kwenye akili zangu. Akili yangu iwe bora. Niwe na hekima. Niwe na ufahamu. Kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu. Nguvu za giza niletea uzito kwenye akili yangu na ufahamu wangu, ili siruzukie nuru ya Injili, ili nisiende mbele, nisiwe na mawazo. Kwa damu ya Yesu Kristo, toka. Ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye ufahamu wangu, kwenye akili zangu, katika jina la Yesu. Leo maisha yangu yabadilike. Bwana Yesu, ninaomba uliyemtuma na akazuiliwa, ulichokituma kikazuiliwa na shetani. Shetani, toka. Achia mlango wangu, achia fursa yangu, toka nje. Achia fursa yangu, achia mlango yangu, achia aliyetumwa na Mungu kwa ajili yangu, achia katika Yesu. Ninanyunyiza damu ya Yesu Kristo kwenye hatua zangu, chochote ambacho umeweka mbele yangu ili kibadilishe maisha yangu. Shetani alipokaa hapo na kuweka mpaka, nafuta huo mpaka kwa damu ya Yesu Kristo. Shetani, toka. Nguvu za kichawi, toka. Nguvu za kiganga, toka. Mapepo, toka kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaomba roho ya upora kwenye mikono yangu, kwenye ufahamu wangu, kwenye roho yangu, kwenye nafsi yangu. Roho bora, roho ya viwango, roho bora kwenye mashamba yangu, kwenye uzao wangu, kwenye kazi zangu, kwenye familia yangu, kwenye kinywa changu. Chochote nachokisema, nachokigusa, nachokifanya kikafanikiwe. Roho bora kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Roho bora, the spirit of excellence. My God, my Lord, Mungu anakupaka mafuta uwe na roho bora. Ukifanya kazi zako wasifie, waseme huyu mtu hapana, hatujawahi kumwona. Ukikuza kitu kitokee, wakuulize umeenda kwa nani. Ukisema neno